Hello wananchi wa Manyoni, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunasema kazi iendelee. Na kweli kazi inaendelea. Sisi wananchi wa Manyoni kama tunavyofahamu ni wachapa kazi, na nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza, lakini nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema. Tumeweza kufanikiwa kuona mwaka huu mpya, mwaka 2026. Lakini pia nitumie nafasi hii adhimu kuwapongeza wanawake wote kwa ushirikiano ambao tumekuwa tukishirikiana katika kulisogeza gurudumu la maendeleo la wilaya hii ya Manyoni. Na nichukue muda huu sasa kuwakaribisha wananchi wote tuendelee kushirikiana katika shughuli mbalimbali, hususan kipindi hiki cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Kama mnavyofahamu, maadhimisho haya yamekuwa yakifanyika kila mwaka kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 8. Hivyo katika mkoa wetu wa Singida, halmashauri ya wilaya Manyoni ndio tuliopata fursa ya kuweza kuzindua maadhimisho yetu, ambapo tumezindua kwa kuanza na kongamano bambe kabisa. Kama mnavyoona, jana mlijitokeza kwa wingi, na washukuru na kuwapongeza sana wanawake wa Manyoni. Kwa kweli tumejitokeza kwa wingi, wanawake kwa wasichana, na tumeweza kuhakikisha kwamba tunapata mada ambazo ziliandaliwa vizuri sana na wawezeshaji wetu na watoa mada kutoka mkoani. Tuliona, tumepokea mada hizo, tumejifunza mengi, tumesema tunaenda kufanyia kazi mambo yote. Lakini pia pamoja na kujitokeza kwa wingi na elimu tulioipata, tuliona maonyesho yaliyokuwepo jana hiyo katika maadhimisho hayo. Lakini pia pamoja na kwamba ilikuwa ni siku ya ibada, wananchi walijitokeza kwa wingi sana, na washukuru sana na kuwapongeza. Ninaomba kasi hiyo hiyo iendelee katika kipindi chote cha kuanzia tarehe 1, tarehe 2 mpaka tarehe 8 kwenye kilele. Lakini pia niwakumbushe jambo moja. Katika matangazo yetu tumekuwa tukiwahamasisha kufanya maadhimisho haya kuanzia kwenye ngazi za vijiji na ngazi za kata. Niwapongeze kwa wale wote watendaji ambao wameendelea na maadhimisho kwa kushirikiana na CDOs kwenye ngazi za kata na vijiji. Hongereni sana. Tumeona namna ambavyo wananchi wamekuwa wakijitokeza, wamama wamehamasika sana, wameshiriki kule kwa namna moja au nyingine, wamejitoa kutembelea kwenye shule za watoto wa kike na kukaa na watoto wa kike kwa ajili ya kuongea nao, kuwakumbusha maadili. Lakini pia tumekuwa tukipata msaada wa kisheria katika makundi mbalimbali. Kwa hiyo naomba tutumie nafasi hii ya hizi siku za maadhimisho haya kuweza kujitokeza kwa wingi, kwenda kupata elimu, lakini pia kuzijua haki zetu wanawake. Tunazo haki nyingi ambazo hatuzifahamu. Kwa hiyo tukajitokeze ili tusije tukapata dhuluma yoyote, lakini pia tujue kwamba katika kupata haki na kuzijua haki zetu itatusaidia kukua kiuchumi, lakini itatusaidia kuwa na malezi bora kwa watoto wetu na familia kwa ujumla, lakini pia tutaepuka kudhulumiwa na kupoteza haki zetu za msingi. Sambamba na hilo, watoto wetu wa kike nawapongeza sana kwa wanafunzi wale walioweza kushiriki jana, maana tunafahamu kwamba maadhimisho ya mwaka huu yamebeba ujumbe mahususi kabisa ambao unasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana ni msingi jumuishi wa kuifikia dira ya taifa ya mwaka 2020-2050. Kwa ukiangalia kwa muktadha huo, ujumbe uliobebwa katika maadhimisho haya, tuliona kwamba ni vyema watoto wa kike nao wakashiriki. Pamoja na kwamba watoto wa kike wanashiriki wakizijua haki zao, wakayajua maadili, wakajua sheria gani inayowalinda, wataweza kufikia malengo ya dira ya 2020-2050. Na tunafahamu kwamba hawa watoto wa kike ndio mama wajao, lakini ndio wamama wanaobeba taifa la kesho, na ndio wamama ambao tunawategemea watakao kuwa wameelimika, lakini pia wameibeba teknolojia inayokuwa kwa kasi, ila wazingatie maadili mema, lakini pia wazijue sheria zinazowalinda na kuongoza kufikia malengo ya uchumi ambayo tunatarajia, uchumi wa juu ambao kila mmoja atatakiwa kuhakikisha anachangia kwa namna moja au nyingine kulingana na fursa zilizoko kwenye maeneo yetu, bila kukiuka sheria, bila kupoteza maadili yetu, lakini bila kupoteza ule mwenokano wa Mtanzania, lakini pia bila kuhakikisha kwamba tunazingatia sheria, kanuni, taratibu, miongozo, lakini na kacha zetu sisi wa Tanzania. Tunafahamu kwamba teknolojia inakuwa na utandawazi, sasa tusije tukajisahau
wanawake, sisi ambao tumebeba jamii hii, tumebeba taifa, basi tusije tukarudi nyuma, tukikumbuka kwamba hili swala la kuhakikisha kwamba kunakuwa na haki na usawa jumuishi kwa jinsia zote za kike na za kiume ni swala ambalo limechukua muda mrefu kuhakikisha kwamba tunalifikia. Ni swala ambalo linahitaji kuhamasishana. Tumeona katika nyanja za uongozi, viongozi mbalimbali wanawake wamekuwa wanapambana sana kuhakikisha kwamba wanatimiza malengo na ndoto zao. Bado kuna ukandamizaji ambao unaendelea, lakini pia bado wanawake wengi wananyimwa fursa, wanakuwa hawana sauti, hawawezi kushawishi kwa sababu wana feel inferiority. Kwa hiyo katika hilo tunapokutana katika maadhimisho tunahamasishana na kushirikishana. Ndio maana utaona kwamba katika maadhimisho ya mwaka jana tulikuwa tunahamasisha wanawake kujitokeza kwenye uchaguzi, na kweli tumeona wanawake wameweza kujitokeza. Tumepata madiwani kutoka kwenye ngazi za kata waliogombea, lakini pia viti maalum tumewapata. Bado hiyo ya viti maalum tunaiona kama vile ni ile ambayo bado inatubeba kwa kuwezeshwa sasa, lakini tunasema wanawake tunaweza hata bila kuwezeshwa. Lakini tukumbuke kwamba sisi kama wanawake kuna vitu ambavyo ni fursa kwetu, kwamba wewe ukiwa mwanamke hauna tofauti na mtoto wa kiume, kwa sababu tunakuwa katika mazingira yanayofanana, lakini tunafundishwa na walimu bila kutenganishwa, na tunahudumiwa. Kuna huduma ambazo zinatupa privilege. Kwa mfano ukienda hospitali, tunajua kwamba zamani kwa mfano kliniki ilikuwa ya mama na mtoto, sasa hivi ni mama, baba na mtoto. Kwa hiyo yale malezi ya mtoto ni kwamba yanatakiwa jumuishi kwa kuwashirikishana na baba na mama. Kwa hiyo tutakapokuwa tunahudhuria haya makongamano, lakini pia tukajifunza namna ya kushirikishana mambo na kukutana na wanawake wenzetu, tukapeana mawazo, tukashirikishana changamoto, tutaweza kuzitatua kwa pamoja kama tutashirikiana na kupendana. Naomba niseme tu kwamba katika swala zima la wanawake kutiana moyo, tumeona tunao mfano hai, mfano halisi wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Yule ni mama ambaye amekaa pale kwenye nafasi ya juu kabisa ya uongozi nchini. Tunaona namna anavyochapa kazi, tunaona namna alivyo na maono makubwa, tunaona namna anavyoiongoza nchi. Kwa hiyo katika hilo sisi tunayo mfano wa kujifunza. Katika hilo ni shawishi tu na kuhamasisha wanawake, tusiogope. Uchumi wa nchi hii tunaweza tukauinua sisi, kwa sababu nafahamu tukienda mashambani unakuta ni wanawake kule wanaolima, ni wanawake wanaopanda, ni wanawake wanaochunga. Kwa hiyo kama sisi tunaweza kusimamia maendeleo ya familia, maana yake hata uchumi kwa ujumla unaweza ukakua, kwa sababu wanawake sisi ndio msingi wa familia, wanawake sisi ndio nguzo ya uchumi. Na ndio maana hata ukitaka kufuatilia, wamama wengi wanajishughulisha katika shughuli ndogo ndogo, lakini pia shughuli za kiuchumi. Wamama wengi wana uthubutu sasa hivi wa kuomba mikopo. Sasa basi tukiweza kushirikishana, maana yake tutaweza kuinua taifa letu na uchumi wetu na jamii yetu kwa ujumla. Tuwaruhusu pia watoto wetu wa kike wasome, wamalize masomo yao. Tukikaa tukaongea nao, hata kama itatokea baba analazimisha mtoto akaolewe, mama bado una nafasi ya kumshawishi mtoto na kumwezesha na kumlinda ili aweze kupata elimu yake mpaka mwisho itakayomsaidia maishani, lakini atakuja kuwa mkombozi wa familia. Ni wasihi tu wanawake sasa mkajitokeze. Baada ya maadhimisho ya ngazi za kata, tutakuja kujumuika pamoja tarehe 5 mwezi wa 3. Naomba niwahamasishe wanawake wote wa wilaya ya Manyoni, ifikapo tarehe 5 mwezi wa 3, tusiache kupitiana. Tupitie, yani mpitie rafiki yako, mpitie jirani yako, mpigie simu yeyote yule unayemfahamu popote pale alipo, mwambie njoo Manyoni, tuna jambo letu. Tukutane hika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapeana elimu, lakini pia tunashiriki pamoja katika maadhimisho haya ya siku ya mwanamke duniani. Katika halmashauri yetu kilele itakuwa hiyo tarehe 5. Hii itatupa nafasi sasa ya kwenda kushiriki maadhimisho ya kimkoa yatakayofanyika Iramba tarehe 8. Naomba tushiriki kwa wingi sana, tualikane. Lakini pia katika sherehe hizo tunawaalika na wababa. Tunaamini alipo mwanamke, baba akisikia kama mwanamume, basi na yeye tunaamini jambo letu atalibeba na tutakuwa wamoja. Kwa mfano tunaposema kwamba ukatili wa wanawake,
Tunataka tukomeshe ukatili wa wanawake. Tunaomba wanawake wapewe nafasi ya kuzalisha, lakini wapewe nafasi ya kumiliki mali. Pale changamoto zilipo labda za kifamilia zitatuliwe vipi, kusimamia maadili ya jamii, kuhakikisha kwamba kila mmoja anakuwa na haki sawa. Lakini pia tushirikishane katika kujenga uchumi wa familia, tushirikishane katika maamuzi ya fedha na uchumi wa familia, katika kufanya maamuzi. Sio baba tu anauza mali, anauza ng'ombe, anauza shamba bila kumshirikisha mke wake. Hapo manake kama na baba yupo, hiyo elimu akipata itamsaidia kwenda kusimamia, tofauti na akiambiwa na mke wake. Lakini pia sambamba na hilo, naomba niwasihi sana wanawake wenzangu, tunapopata changamoto tusikae kimya, tuongee, tuwashawishi wame zetu waweze kutusikia, lakini pia tuwaeleze changamoto tunazokutana nazo na madhara ya kuto kutekeleza hilo jambo ambalo wewe unaliamini kwamba litaweza kusaidia kuvusha familia na jamii kwa ujumla. Tukiona kuna jambo limetokea kwa jirani linalosababisha kumkatilia haki mtoto wa kike au kumnyima haki yake mtoto wa kike, hata akiwa mtoto wa kiume, tutoe taarifa na tutoe ushirikiano. Kumekuwa na changamoto wanawake wengi, hata inapotokea kwamba kuna changamoto kwenye familia au kwa mtoto amepata changamoto, pale tunapokwenda kwenye madawati ya jinsia au tunapokwenda kutoa taarifa kwenye dawati la jinsia, ustawi wa jamii, wanapotakiwa kwenda kutoa ushahidi wanarudi nyuma. Unaweza ukasema mimi naomba nitoe ushahidi wa maandishi, lakini usiwe wa waziwazi au namna yote ile ambavyo utashauriwa na dawati la jinsia, basi watakusaidia na utaweza kufanikiwa. Naomba tukashirikishane, tukasaidiane ili tusikwamishane, kwa sababu ukimwezesha mwanamke kwenye jamii umeliwezesha taifa, na mwanamke ndiye msingi wa maendeleo ya taifa. Nawashukuru sana, nawakaribisha sana wanawake wenzangu wa Manyoni, na naomba niwaambie pia kwamba tutakuwa na zoezi la kugawa sodo. Nawashukuru sana kwa wale ambao mmejitokeza kuchangia sodo kwa wanafunzi wetu wale ambao wana mahitaji maalum. Siku hiyo tutagawa zaidi ya sodo 4,000 lakini wengine wamechangia jana kwenye kongamano tumetoa, na bado kwenye ngazi za kata na vijiji wanaendelea kuhamasika na kutoa. Lakini pia pamoja na hilo, mahitaji mengine maalum kama kalamu, penseli na madaftari bado pia tutaweza kugawa kwa watoto wetu wale ambao wana mahitaji hayo. Naomba tusisite kuchangia. Niwakaribishe taasisi na NGO zote tulizoshirikiana kuanzia maandalizi. Tusibaki nyuma. Tujiandae, tuhakikishe kwamba tunahamasisha wamama, tunahamasisha wanawake, tunachanga vitu ambavyo tutawapa watoto wetu siku hiyo, pamoja na wamama wale wenye mahitaji, ili kila mmoja aweze kufurahia ushiriki wake, ili iwe ni msingi wa mwakani au mtaji wa mwakani kushiriki zaidi na kuhamasisha wengine wale ambao bado wanasikia kuwa wanyonge na wanabaki majumbani. Asanteni sana kunisikiliza. Naamini tutakuwa pamoja, Manyoni tutasonga mbele. Tusisahau kauli mbiu yetu inayosema haki na usawa kwa wasichana na wanawake ni msingi jumuishi wa kufikia dira yetu ya mwaka 2020-2050. Haki na usawa kwa wanawake na wasichana ni msingi jumuishi wa kufikia dira ya 2020-2050. Naomba niwasisitize tena wananchi wote wa Manyoni, wakuu wa taasisi, NGOs, makanisa, wananchi wote kwa ujumla, taasisi zote za ujumla, naomba niwasisitize sana sana, msisahau tarehe 5. Tarehe ngapi? Tarehe 5. Baba, mama, kaka, dada, tarehe 5 jitokeze hika kata ya Makulu tukafanye jambo letu. Karibu sana.